tumaini letu ni kwa Mungu. Tumaini letu kwa sababu ya shida tofauti ambazo tunakutana nazo. Tumaini letu tunapojikuta katika dhambi za kila wakati. Tumaini letu wakati wote maisha yetu yanakuwa na safari ndefu ambayo hatuoni mbele wala nyuma. Tumaini letu wakati wote tuna furaha kwa sababu tunajua yote inatoka kwa Mungu na Mungu ndiye anatujali kwa nyakati zote. Tumsifu Yesu Kristo. Katika wimbo huo tunaingia tafakari mbili ama tatu za masomo ya siku ya leo. Na ndiposa tunasema tumaini letu tunainua moyo wangu kwa Mungu kwa nyakati zote. Kimbilio letu ni Mungu. Tegemeo letu ni Mwenyezi Mungu. Na somo letu la kwanza siku ya leo ni kwamba maisha changamoto ni kawaida. Wakati wote tunapokutana na shida ni kawaida. Ni kweli kila mmoja wetu ana mipango yake, lakini wakati mwingine haiendi kulingana na vile ulikuwa umepanga. Wakati mwingine unaomba maombi yako hayajibiwi. Wakati mwingine unawategemea watu, mara nyingine wanakugeuka. Na kila wakati unatambua kweli hakuna chochote ambacho ni kizuri katika maisha yako. Tufanye nini? Tutafika mwisho. Ni vizuri kuweza kujua kwamba tegemeo letu ndiye Kristo. Na Kristo ndiyo tegemeo letu. Tusipokuwa karibu na yeye katika maisha yetu, tutaweza kuanguka. Maisha ni kawaida. Shida katika maisha ni kawaida. Lakini tuweze kujua kuna mawimbi katika maisha yetu. Kuna upepo katika maisha yetu. Na kila nyakati unaona kwamba tunajaribu kuzizingira. Na sasa ndipo Mungu wetu anataka kuweza kujua lazima tuweke tumaini letu katika yeye. Katika maisha yetu hatutaweza kujitosheleza kila kitu. Hata ukijaribu na mtaani, ndiposa wanafunzi wanamwendea Yesu wanamuuliza, ndio tuko na imani, lakini tuongezee imani ili mambo yetu yawe sawa mpaka mwisho, ili kila wakati tuweze kuona kwamba tuko tayari kuishi kulingana na mapenzi yako. Kwa sababu kuna wasiwasi katika maisha, kwa sababu ya shida mingi. Mawimbi yako, safari zetu na katika maisha yetu, iwe ni ya familia, kuna changamoto zake. Iwe ni kanisa, kuna changamoto zake. Iwe ni nchi, kuna changamoto zake. Basi tupotelee wapi? Ndiposa mara nyingi sisi tunajaribu kuzidia, kujiwezesha kupata kila kitu katika maisha yetu ili tuwe na amani, lakini bado tuna wasiwasi. Nataka kusema hili kwa kupitia hapa kwamba huyu mtu ambaye Mungu aliweza kumbariki na kila kitu kwa sababu tumaini lake liko katika Mungu. Lakini baada ya kubarikiwa akaweka matumaini yake kwa mambo ya dunia hii na katika mali ya dunia hii. Ikawa sasa nimebarikiwa, nitatengeneza nyumba nzuri na niweze kuweka ukuta mkubwa sana na niweke madhabahu mbaya juu yake, ili wakora wasifikirie kuja kunikuta. Akaweka mpaka askari pale nje, akaweka mpaka mbwa mwitu na mbwa mzuri na akaandika mbwa mkali katika kiti yake. Akaweka mpaka CCTV akijaribu kujilinda ili aweze kuwa na maisha mazuri, maisha ambayo haina shida. Lakini wote nikwambie, shida tuko nazo na ni za kawaida mbele yake Mwenyezi Mungu na mbele yetu. Lakini kuna zingine, wakora wengine ambao hauwezani nao, lazima Mungu aweze kuingia kati. Hivyo ndivyo tunafanya kama huyu mtu. Kila wakati tunajitoa katika matumaini yetu katika Mungu. Tunaweka matumaini yetu kwa big words. Tunaweka matumaini yetu kwa Putin. Tunaweka matumaini yetu kwa Ukali. Tunaweka matumaini yetu kwa CCTV ili tuweze kupambana na kile ambacho kitaharibu amani ya maisha yetu. Lakini hatuwezi bila Mwenyezi Mungu pia, kwa sababu sisi wanadamu. Ikawa hivi vile mtu ataishi
lakini kuna mawimbi yalikuja katika maisha, mawimbi ya ugonjwa. Ugonjwa ulikuja ndani katika Petro, na pale kwamba wakati yeye aliona amegonjeka, aliuliza wafanye kazi, hebu angalieni huu ugonjwa uliingia wapi? Polisi akaulizwa kama aliona. Wakaangalia kwa bahati mbaya kama kuna mahali ugonjwa ulipeleka ukiuka. Wakaangalia kwa CCTV, hawakuona huyu ugonjwa. Wakauliza mbwa walikuwa wameweka, lakini tayari imefika wapi? Kumaanisha kuna mawimbi ambayo ni Mungu tu anaweza nayo. Na hapo ndipo tunaona kwamba baadaye ya ugonjwa kifo kiliingia. Na watu wakaulizana, mbona askari hakula kifo? Alikuwa na kifo. Mbona haikukusudia kifo kile? Wakaangalia CCTV, haikuonekana kifo kikiingia. Mbwa pia hawakuweza kuweka kifo kikiingia. Na baadaye ndipo waliona kweli hili, waweza kutambua kwamba kuna mawimbi katika dunia hii na katika maisha yetu hatuweza nayo. Na hapo ndipo ile mlango ukafunguliwa, askari akaondolewa.